Naam, karibu kwenye taarifa zetu. Wiki chache tu baada ya chanjo kuathiri watoto katika eneo la Teso, kaunti ya Busia, chanjo nyingine katika kaunti ya Elgeyo Marakwet imesababisha wasiwasi mwingi baada ya watoto wawili kufariki. Na sasa wenyeji wametisha kutowapeleka watoto wao kwa chanjo. Saida Swale na maelezo zaidi. Analia kwa uchungu asijue la kufanya ni Daisy Kemboi, mamake mtoto mchanga mwenye umri wa miezi 9, Lucinda Jepchumba. Mtoto huyo amefariki juzi baada ya kupewa chanjo ya surua au measles kwa lugha ya King'eng'e. Angali na kumbukumbu ya dakika zake za mwisho kabla ya kukata roho. Kwenda muda kidogo tu mtoto akaanza akafungua mdomo, macho ikatoka nje, shingo ikaenda nje yake, mkono nje hiyo. Mtoto tena haiwezi kama kwa mkongo, ikaanza kuanguka, ikaanza kupiga nduru. Kinachomkera zaidi ni kuwa mtoto wake alikuwa ni mwenye siha njema kabla ya kupokea chanjo hiyo. Naye akiwa mzazi alikuwa tu anatekeleza wajibu wake wa kupata chanjo dhidi ya ugonjwa huo usio na tiba. Akaanza kunilisha wao mtoto, akaanza kulia. Nikaanza kuambia ako kwa shosho. Mtoto akasema shosho atakaye nini kama matiti na utabe nani atanyanya matiti ya mtoto. Mtoto wa pili aliyefariki, Brian Kimutai, pia kutoka eneo la Kobil na Kapchesek kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, pia alipokea chanjo hiyo hiyo na kufariki dakika chache baadaye. Watoto wengine 6 wakilazwa katika hospitali baada ya kuonyesha ishara za kuathirika kwa chanjo hiyo. Hiyo watoto jana kama angekuwa angetungwa hapa na hiyo hospitali ingekuwa mzuri, ingekuwa karibu, hiyo watoto angesaidiwa haraka. Ni chini ya mti huu katika eneo la Sesia pale huduma za chanjo hufanyika, lakini sasa kugeuzwa eneo la mkutano wa dharura baina ya wakaazi wa kijiji hiki pamoja na chifu. Wamama wanakimbiza mtoto, akupika senda wakaisha. So mimi nikarudi kupika alam, ile alam ya nyumbani, waje ya simu, alam ya nyumbani ya wale wengine wale walikuwa wamepata dawa, wakimbishwa wapi? Wakimbishwa hospitali. Ni tukio la kutia tumbo joto ikizingatiwa kuwa ni majuma kadhaa yaliyopita pale watoto zaidi ya 20 walikimbizwa hadi jijini Nairobi kutoka eneo la Teso. Watoto hao walianza kupooza baada ya kupokea chanjo ya malaria, hali inayowafanya wakaazi kudinda kuwapeleka watoto wao kupata chanjo na badala yake kutafuta tiba mjarabu. Saida Swale, KTN leo. Naam, kwenye taarifa nyingine ni kwamba hali ya wasiwasi imeanza kukumba sekta ya wafanyikazi humu nchini baada ya muungano mkubwa wa vyama vya wafanyikazi humu nchini KOTU kutoa ilani ya mgomo wa taifa kama njia ya kuunga mkono walimu. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa muungano huo Francis Atwoli kwenye mkutano wa hadhara katika bustani ya Uhuru mapema hii leo. Wakati huo tume ya huduma za walimu imetangaza mpango wa kuanza kuwafuta kazi walimu wanaogoma. Hussein Mohamed na taarifa hiyo kwa kina. Mabango yaliweka bayana ari na dhamira yao alitana katika bustani hii ya Uhuru. Sauti za walimu na wafanyakazi wa umma zikanoga. Huu ulikuwa ni mkutano wa hadhara ulioshirikisha miungano ya wafanyakazi wa umma, walimu, wauguzi na hata baadhi ya wanasiasa. Viongozi hao walikashifu mitindo wa uongozi ya serikali ya Jubilee na kusema kuwa imewatelekeza walimu na kutoangazia matakwa yao. We are preparing ourselves to lay off more than 40,000 civil servants. Hawa wataenda wapi? How many families? Hiyo tumeambia waziri kwa niaba ya serikali lazima tuelezee tunapokutana na yeye jioni. Jambo la vile barua nafikia wameandika, na nyinyi mwandike barua kwa kizungu vizuri, mrudishie huyo county TSC director, muulize why should there have been a chokehold, not why the TSC should be disciplined for not paying the teachers or pay. When the government does not show it, what are we showing as a nation? What are we showing as a government? That the government as a first-class employer in this country cannot obey a court order. Shahara, kuanzia 1.7 million, 1.5, na hata Sara Serenye mwenyewe ni zaidi ya 750,000 Kenyan shillings.
Na tutatoboa ukweli leo. Sababu pesa ya Kenya ni pesa ya Mkenya. Sio pesa ya mtu mmoja na watu wachache. Naye mwalimu wa chini katika mshahara 16,000. Na walikuwa na kauli moja, iwapo serikali haitatimiza matakwa yao. Sisi tunapigana na serikali. Tunapigana na adui mkubwa anayeitwa njaa. Ndio maana tangu mgomo uanze hatujapika. Sufuria hazina kitu, hebu onyesheni sufuria. Hazina kitu. Big employer called the TSC 3 million. What more? What more when you have been given a thorough beating of 3 million? What more do you want? Wakati huo tume ya huduma kwa walimu TSC imesema itawafuta kazi walimu ambao hawatarejea kazini. The commission has served 5,000 of them with show cause letters to commence the start of disciplinary action against those teachers. Viongozi wa upinzani waliofika walisema wataungana wafanya kazi kwenye harakati hizo. The government of Kenya is lacking the will to adjust the salary of teachers which has been awarded by the court. And by the way, the teachers did not take government to court. It is the government that took teachers to court. Budget ya ofisi yake ni pesa ngapi? Budget za mawaziri na safari zile nyingine hata hazina maana ni pesa ngapi? Pesa iko Kenya, pesa ya walimu iko, na walimu musitishwe, musibabaishwe, musikuwe na wasiwasi. You have the power. Baada ya mkutano huu wa hadhara wanasema ndio mkoko unaalika maua katika vita dhidi ya mfanyakazi katika taifa hili la Kenya na hususan mwalimu. Na huku viongozi wa kisiasa wakionekana kuingia katika swala zima, macho yote yanaangazia mahakama ya juu hapo kesho kuona kauli watakayotoa katika kesi dhidi ya tume ya waajiri wao TSC na walimu katika taifa hili la Kenya. Hussein Mohamed, KTN leo katika bustani ya Uhuru, Nairobi. Kwingineko ni kwamba huenda huduma za uguzi kwenye hospitali za umma katika kaunti ya Nyeri zikarejelea hali yake ya kawaida baada ya uguzi kukomesha mgomo wao adhuhuri ya leo. Aidha, saa chache tu baada ya hatua hiyo, gavana wa Nyeri Nderitu Gachagua amewakosoa wauguzi hao kwa kusema kwamba hawajapata manufaa yoyote kutokana na mgomo wao. Mwanahabari wetu wa Nyeri Karul Nderi anatuarifu zaidi. Ni nyimbo za kuashiria mwisho wa mgomo wa wauguzi katika kaunti ya Nyeri. Wauguzi hao kwa mujibu matatu wamekataa abadan kurejea kazini licha ya vitisho vya serikali ya kaunti kuwa ingewafuta kazi. The county government will proceed immediately to advertise. Mwenyekiti wa chama cha wauguzi tawi la Nyeri, Anne Githiongo, alikuwa ameapa kutorudi kazini bila hakikisho thabiti la serikali. Na leo, nje ya afisi za gavana, wauguzi hao wametangaza kuwa baadhi ya matakwa yao yamezingatiwa. That the county government shall process all promotions and the designations that are due and report the progress in front of the labor officer on 6th of October 2015. The county government shall pay the new house allowance as directed by SLC effective 1st July 2015 upon consultation with the national government. I declare the strike called off and all the health workers are going to resume duty. Lakini gavana wa Nyeri Nderitu Gachagua kwa upande wake ameonekana kupuuza hatua hiyo, huku akisema mgomo waliofanya umekosa umuhimu. As you can see, nothing has changed since they left. Now they are back, other than the suffering that has been occasioned
to the patients in Nyeri County, nothing much has been achieved. Gachagua amewataka wauguzi kutumia njia mbadala kuwasilisha malalamiko yao. And I want to remind them, for a fact, they work with us, we pay their salaries, and they should talk to us when there are problems. There's no need of talking to outsiders and other people because they will not be able to help them. Hali imekuwa hii katika hospitali ya rufaa ya Nyeri kwa wiki 3. Hospitali ya level 5 inayohudumia sio tu wenyeji wa Nyeri bali hata viunga vyake. Wanapopigana fahali wawili, ziumiazo ni nyasi na wenyeji wamekuwa taabani kwa kukosa huduma za afya. Mtazamaji, kwa muda wa majuma matatu lango hili la hospitali ya rufaa ya Nyeri lilikuwa limefungwa kwani wauguzi walikuwa wamegoma. Lakini hii leo afueni imewajia wenyeji kwani sasa wanaweza kuingia na kupata matibabu. Sasa shughuli za kawaida zinatarajiwa kurejelewa katika hospitali za umma katika kaunti nzima. Karunderi, KTN leo, kaunti ya Nyeri. Na mtazamaji, katika sehemu ya pili basi ya elewa sheria hii leo nitakuwa naye wakili George Kithi na vile vile dereva wa matatu za Embasava Gilbert Ochieng, tukijadili basi haki za abiria katika magari ya uchukuzi wa umma, tukikuuliza kwamba je, unajua kwamba unapoabiri gari la uchukuzi utakuwa umetia saini mkataba wa usafiri? Hayo yote basi katika sehemu ya pili ya elewa sheria, lakini kabla yote hayo tupate kamusi ya leo. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno mlimbwende. Mlimbwende ni mtu safi, mtu maridadi au mtanashati. Mfano katika sentensi: mlimbwende huyu havai nguo siku 2, kila siku lazima avae nguo mpya. Naam, karibu tena kwenye taarifa za KTN leo. Wakenya wamebuni njia mbadala ya kuwakosoa maafisa wakuu serikalini na watu wengine wenye ushawishi mkubwa wanaohusika na visa vya fedheha. Ni njia mpya ambayo imeanza kwa mashiko makubwa, huku baadhi ya wahusika wakikiri makosa yao na huku wengine wakiomba msamaha. Kisa kipya basi kikiwa ni kile cha kutoka katika kaunti ya Bungoma baada ya kudaiwa kwamba kaunti hiyo iliweza kununua toroli moja kwa thamani ya shilingi 100,000 na shilingi 9,000. Elvis Koskei amekuwa akichakura mitandao ya kijamii na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mitandao ya kijamii hutumika na baadhi ya Wakenya katika kusambaza jumbe au habari zinazowakera. Kuu zaidi ni kuwa kaunti ya Bungoma imepata kuingizwa kwenye safu hii kutokana na masala yanayofungamana na wilibaro. Ubunifu ulioje! Mwanzo huanza kama mzaha, kisha ugeuzwa kuwa jambo ambalo huzaa maneno yanayosambaa kwa kasi kama moto nyikani. Wala usibabaishwe na idadi ya Wakenya au muda unaotumia kuyabuni. Ni dhana inayokuzwa na mafundi mambo siku baada ya siku. Wheelbarrows that are made of stainless, non-carcinogenic materials, and they're saying that they are not found ordinarily and they meet the international standards. Pindiki wameamua kuivalia njuga kaunti ya Bungoma kwenye kashfa inayohusisha toroli. Hapa pana jambo. Gavana wa kaunti hiyo Kenneth Lusaka amelazimika kuweka bayana masuala yanayofungamana na toroli hizo. Wakati walinunua vifaa hizo, mimi mwenyewe niliamrisha kwamba audit ifanyike ili tuweze kujua katika wizara 4. Ujumbe huu huja kwa njia maalum na kutundikwa mitandaoni. Mathalan, picha hiyo aliyoipa jina maksusi ya Range Rover Barrow lina umbo linalokurubiana na lile ya toroli ya Bungoma. Yote haya hutundikwa kwa wakati mmoja. Kwa kuwa wengi wape, mitandao imegeuzwa kuwa koti ambapo kila mtu hutoa hukumu yake, huku mafundi wa mambo wakipigiwa upatu kutokana na makali ya cheche za maneno yao. Hata hivyo, shinikizo hizi za mitandao ya kijamii huwa na manufaa yake. Inawapa wanyonge sauti, inawadhibiti wahusika, hutoa shinikizo na kufichua mambo na huwafanya wahusika kuwajibika. Nimealika tume ya kupambana na ufisadi waje pia waingilie jambo hili, na huwa aliishi hapo.
Wakenya nao barabarani wana mengi ya kusema, hasa katika mambo yanofungamana na masuala ibuka. Nasema ati iko na kula nini, hakuna vitu kama wheelbarrow, ordinary wheelbarrow. Hapa nasema inanunuliwa 1,100 na. Ni heri hata ngenoma pikipiki. Kuna mtu anawasaruka hata kama na mwenyewe bila anasema ati anaita watu wa anti-corruption. Kwani yeye hiyo nini kipitisho alikuwa wapi? Akiita anti-corruption, ije ianze na yeye mwenyewe. Elvis Kosgei, KTN leo. Najiuliza tu hapa, ni wheelbarrow ni tingatinga linalonunuliwa kwa 1,900,000. Ni maswali ya balagha haya ambayo hayajapata majibu, lakini vyovyote wavyo kwenye sehemu ya kauli yetu ama kauli yako nilikuwa nimekuelimisha mengi kuhusiana na swala ambalo tulikuwa tukilijadili katika makala ya Elewa Sheria, ambapo leo basi tutakuwa tunajadili haki zako wewe abiria pindi unapopanda gari ama unapoabiri gari la uchukuzi wa umma. Je, unaelewa kwamba utakuwa umetia sahihi mkataba kati yako na ule uchukuzi ambao utakuwa unakuchukua hadi kitu ambacho umekusudia kufika? Hayo yote basi katika makala ya Elewa Sheria, na kusihi usiende mbali. Na mtazamaji, kufikia hapo natamatisha taarifa za KTN leo, lakini sio mwisho wa mambo yetu ambayo tumekuandalia hapa studio, kwani nitarudi tu katika awamu ya pili na ile sehemu ya Elewa Sheria. Kutoka kwangu mwana kwetu Ahmed Darwesh, na kutakia utazamaji mwema.